Dudu Baya, CEO wa Mambas 24 bana, ni miongoni mwa wasanii ambao walipata fursa kuweza kutumbusha kwenye jukwaa la miaka 30 ya Bongo Flava kule Dodoma. Na sasa moja kati ya kauli ambayo aliitoa kama kawaida yake ni kusema kauli ya kusema kwamba you better watch your back, kwa maana kwamba inabidi umechunga sana mgongo wako. Na hii kauli ameitoa kwa mujibu wa klipu ambayo umetoka kuisikiliza, akisema kwamba lazima kila mtu achunge mgongo wake kutokana na kwamba nchi imeharibika na kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika. Sasa baada ya kauli hapa, kuna moja kati ya mashabiki ambao alidrop kwenye comment section na kumtag Gwajima, au sio bana, na Waziri Gwajima, na kumwambia kwamba huyu ndio balozi wangu bora kupinga ushoga kwa vitendo, na kumtag Waziri Gwajima na kusema kwamba mpe kazi akusaidie. Lakini Waziri Gwajima comment ilimfikia na mwenyewe akajibu kusema kwamba ndiyo maana tunaomba aache matusi tu, kwani ana kipaji safi kabisa. Hii bana ndio ilikuwa majibu ya comment ambayo alitoa Waziri Gwajima. Kwa mujibu wake, anahisi kwamba kipaji ni kikubwa sana, kwa maana ya kipaji cha Dudu Baya, lakini inabidi ameacha matusi. Dubai ni miongoni mwa mastaa ambao wamepata tuhuma nyingi sana kutokana na kauli zake zenye utata ambazo huwa zinachukuliwa kama matusi sometime. Kuna mwamba ambaye anajulikana kama Elon ambaye alikuwa anasema kwamba kwani Dudu Baya ana ndugu serikalini, mbona anatukana mtandaoni na achukuliwa tu alafu anafuatiliwa na watu wengi? Kauli zake mnajua kama zinaathiri vipi huku mtaani. Je, anachofanya Dudu Baya akifanya mtu mwingine wa kawaida mtandaoni mtatuchukulia hatua? Mbona anatukana sana na achukuliwa hatua yoyote? Au ndio ukiwa maarufu nchini unaweza kufanya lolote na sheria isichukuliwe? Hapa kamtag waziri wa afya TZ na wizara ya afya TZ, na akatag pia na TCRA pamoja na Waziri Gwajima. Lakini sasa narudisha tena swali kwako, unahisi kwamba Dudu Baya anafaa kuchukulia hatua kwa kauli ambazo wanazitoa kwenye mitandao yake? Lakini vipi kuhusiana hii kauli yake ya you better watch your back, kwa maana kwamba inabidi umechunga sana mgongo wako? Ni kauli ambayo ina matusi ndani yake, na unakubaliana na kauli ambayo ameitoa Waziri Gwajima kwenye comment section, anasema kwamba ana kipaji kikubwa lakini inabidi aache matusi? Lakini kama ni ukweli ana matusi, unahisi kwamba hii ndio njia sahihi tu ya kuweza kukabiliana na swala la mtu maarufu kama huyu hapa kutoa matusi ambayo inasemekana kwamba inakwenda kinyume na maadili ya Mtanzania wa kawaida? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.